Leo balaa katika mambo ya ndoa, sababu yake ni ile 50-50. Anageukia huku, kisha nitarudi kwako. 50-50 katika kila kitu. Tunasomeshwa, tunaelekea. Thalathun aladhu, mambo matatu ni matamu sana. Yaani ukitaka kujua ladha ya dunia ni mambo mangapi? Matatu. Akasema la kwanza, aklu lahmin, kula nyama. La pili, warukubun ala lahmin, kupanda juu ya mnyama. Na la Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Na mimi niungane na wenzangu kwanza katika kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwafikisha kuhudhuria katika jambo hili tukufu. Pili, niwapongeze kaka zangu hawa mashehe wawili wanaojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika kuhakikisha jamii hii inarudi kwake hali ya kuwa ni yenye kusalimika nyoyo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwisho nimwambie mwanangu Mihsan, mimi naongea na wewe, kisha wewe utaongea na ahali yako. Na maneno yangu, nenda kaishike ndoa yako. Leo balaa katika mambo ya ndoa, sababu yake ni ile 50-50. Anageukia huku, kisha nitarudi kwako. 50-50 katika kila kitu. Tunasomeshwa, tunaelekezwa hivyo. Eti kiasi anachoishika ndoa mume ndicho kiasi hicho anapoishika ndoa mke. Hii si sawa. Kilichoagizwa katika Qur'ani ni amsik alaika zawjaka. Imetumika vocabulary au msamiati wa al-imsak. Kiswahili cha imsaki ni kuzuia. Maana yake nini? Tende kuishika ndoa yako kama mimi nilivyoishika hii microphone kwa pose, itakushinda. Imsak ni kama vile mtu anavyomkamata samaki au kuku au yoyote katika wanyama hai kipindi cha uhai wake. Anamshika kwa mikono miwili, kwa akili yake na kwa busara kubwa. Nenda kafanye hivyo. Ya mwisho kabisa, tena kwa umuhimu, sisi, manake mimi na wewe na wengine wa mfano huo, watu wote waliozaliwa na mashehe wanaenda kupimwa kwa vipimo vya baba zao. Unasikia hapo? Yaani wewe huwezi kupimwa kama Mihsan, eti ukitokea mbele za watu napimwa kama Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, tende kuwa kituko. Umeelewana? Tuna tatizo hilo sisi. Mimi hapa nimesimama, wazee hawa wanaona akasimama Ustadh Al-Hadi. Wewe nikiteleza tu, nani anatukanwa? Mzee Al-Hadi. Neno huyu mtoto wa nani usiliruhusu katika maisha yako. Huyu mtoto wa nani ni matusi, usiliruhusu katika maisha. Nenda kasimame kama alivyosimama baba yako. Na sizungumzi na mkeo kwa sababu baba yake namjua, wewe utaenda kufanya kazi hiyo vizuri sana. Na kahakikishe unaenda kumfurahisha mkeo. Sheikh Ahmad At-Tayyib As-Sarkhasi, maneno yake mafupi, anasema thalathun aladhu, mambo matatu ni matamu sana. Yaani ukitaka kujua ladha ya dunia ni mambo mangapi? Matatu. Akasema la kwanza, aklu lahmin, kula nyama. La pili, warukubun ala lahmin, kupanda juu ya mnyama.
na la tatu idkhalu lahmin fi lahmin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.